Habari yako dada Dorcas? Salama madam, za kwako? Salama, mzima. Mzima. Unaendeleaje? Endelea vizuri. Naona unatabasamu, unajisikiaje kwa dada Sent? Najisikia vizuri sana kwa kweli. Kweli? Kwa nini unajisikia vizuri sana? Najisikia vizuri sana kwa sababu kwanza, wakati nipo nyumbani napata hizi taarifa za hapa, nikawa nimepata changamoto za taarifa mbaya za hapa. Mtu unamwelekeza kwamba nimepata kazi sehemu fulani ipo hivi na hivi, anakwambia hapana, hii kazi haiko hivyo, wanadanganya, wanafanya hivi na hivi, wanachukua dada kwenda kuwauza na nini. Lakini nikamwomba Mungu tu, nikamwambia mimi naenda, ninaamini nikifika haitakuwa hivyo. Nikajipa moyo nikafika. Sasa nimefika hapa, yaliyosema huko nimekuta tofauti. Kwanza tunaishi kwa upendo, alafu ni kweli kazi zipo na nimepata experience tofauti tofauti, kwa najisikia vizuri. Okay, hongera. Asante. Haya, hii pia ni moja kati ya experience ambayo utaipata. Sisi tunafanyaga vipindi. Lengo la vipindi vyetu ni kuelimisha jamii, kutoa tuseme ni kuihamasisha ama kuielimisha hiyo. Yaani awareness ni Kiswahili, sio nitasaidia kwa sababu na wewe ni msomi. Tunatoa awareness kwa jamii ili kwamba waweze kuelewa vizuri kuhusiana na hizi kazi za ndani, haya majukumu ya majumbani, lakini pia kuwapa pia awareness vijana sasa wa kike ambao wanajitafuta kwamba kazi za ndani ni moja kati ya kazi nzuri sana kwenye kujianzishia misingi ya kusimama kwenye uchumi. Kwa sababu ni kazi ambayo kama hivi umekuja hata kama huna sijui pa kukaa, huna nini, yani unaanza bila kuwa na capital yoyote. Wewe unaanza tu kazi, kukaa kwa mwajiri, kula kwa mwajiri, mwisho wa mwezi unapata keshi zako. Tena kwa kwetu sisi hapa kwa kweli tunamshukuru Mungu, tunajitahidi kwa sababu pesa ya chini kabisa ni 1,500,000. Ni pesa nyingi. Wapo watu wengi sana huko nje hawawezi kupata shilingi 1,500,000 kwa mwezi. Kwa hiyo karibu sana. Lengo la kufanya vipindi ni ili tuna share experience tofauti za watu tofauti ili kuendelea kuzipeleka hizi habari mbali kwa watu wengi zaidi ndani na nje ya Tanzania. Kwa sasa hivi tunawahudumia ndani ya mipaka ya Tanzania, lakini naamini pia wako watu wengi wako nje huko ya Tanzania still bado wanaona hichi kitu ambacho sisi tunakuwa tunakifanya. Lakini sana sana hawa ndugu zetu wa Tanzania wenzetu, vijana wenzetu wapate somo na funzo. Haya, karibu sana. Kwa hiyo wewe Dada Center ulijulia wapi? Kuna dadangu mmoja anakaa hapo Kibaha. Yaani nilimpigia simu siku moja, ilikuwa usiku, nikamwelekeza kwamba, aliniuliza kwamba sasa hivi unafanya issue gani, kwa sababu niliwahi kuishi naye Pwani. Unafanya issue gani? Nikamwambia nipo tu, nimejaribu kutafuta kazi sijapata, nafanya application sijapata, lakini pia nimekuwa nikipata kazi nakosa support ile ya wazazi na nini. Kwa sasa nimejikuta nipo tu nyumbani. Kwa sasa una mpango gani? Nikamwambia kwa level niliyofikia sasa hivi mimi, kuliko kukaa nyumbani tu nipo tu kila siku na kuwa tegemezi kwa kila kitu, ni bora hata kazi za ndani. Sasa wakati nasema hivyo sikuwa na taarifa yote kuhusu hapa. Nilikuwa na plani za kazi zile za huko nje, shilingi 30, 40, 50 hivyo. Sasa aliposikia hivyo, kwa sababu alisema mimi napenda unapopambana nini, akaniambia kumbe hivyo. Basi kama ni hivyo bwana, kuna kituo kimoja Dar es Salaam kinaitwa Dada Center. Kanielekeza ukifika pale unakaa bure, unakula pale pale, unafanyia training, baada ya muda unatafutiwa kazi, mshahara 1,500,000, 300,000, 500,000. Sasa unajua ile ukiwa unaambiwa alafu mtu uko umekaa nyumbani tunaona kama uongo. Yaani ule yuko napi kazi ya 300,000, 1,500,000 hivyo. Nikamwona huyu muongo, alafu ananieleza usiku, sema mtu mwingine kutafuta bana usingizi na nini. Nikamwambia wewe, ya wapi hiyo? Akaniambia kweli, mimi kuna mdogo wangu alienda pale amefanya kazi, lakini baadaye akapata mchumba, akawa ameolewa. Anasema anafanya kazi kwa mkataba, kwa hiyo ukipata issue yote ya kuondoka unalipia ile kuvunja mkataba. Nikamwambia kweli? Akaniambia kweli, kama una bando weka sasa hivi uangalie, inaitwa Dada Center, search TikTok utaikuta. Huyo mimi nikatafuta bando usiku huo kwa muda saa 4. Nikatafuta kweli nikakuta ni kweli. Sasa changamoto inakuja, ni kweli? Sijajua mambo mtandaoni. Ni kweli? Hapo unaangalia video moja baadaye nyingine watu wanashuhudia nimemaliza mkataba, changamoto zinasolviwa tofauti. Yaani wazo nakuja kama ni kweli, lakini upande mwingine au uongo. Nilisikiliza sikio video tofauti mpaka saa 9 usiku. Na inatoka imeingia hii. Bado linaisha naweka. Nafanya mtu asema nilale. Asubuhi ngasema nitatafuta
Kwa hiyo nikaamka asubuhi, nikapiga simu, nikajitambulisha, nikasema nauliza kama nafasi zipo. Wakaniambia nafasi zipo, kama upo tayari tukutumie message ya maelekezo. Nikasema kumbe serious. Wakanitumia message, kama upo tayari kufanya kazi na sisi, fanye hivi na hivi na hivi, ukikamilisha utuambie. Hapo nilikuwa kama mangu mdogo, nikamwambia. Akaniambia wewe, kama ni kweli changamka, kwa sababu alitaka barua za utambulisho za nyumbani kwetu. Nikatoka muda huo, nikaenda nyumbani, nikakimbia, nikafika, nikafuatilia, nikakamilisha mapema. Nikamaliza, nikamwambia nimekamilisha. Kwa hiyo nikamwambia kama bado nafasi ipo, mimi kesho naanza safari. Basi haina shida. Ukianza safari tu utuambie. Nikaondoka kweli siku hiyo hiyo, nimepaka stendi, nikapanda gari, nimekuja. Japokuwa unajua unakuja, lakini mambo ya Dar es Salaam wewe kukaa hapa. Nimetapeliwa vitu vingi. Mtu anaambia kuna kazi nitumie hela, inaenda. Mtu anakublock nini, nimekaa miaka 2 hapa. Kwa hiyo nasema sijakaa yale alafu mtu umetoka Mwanza. Unawaza nikikuta sio itakuwaje. Japokuwa nina experience na hapa na nini, yani sio mgeni, lakini ile unakuwa ni disappointed, unajua. Nikasema hivi, nikamwambia Mungu mimi naenda. Nilisema kabla sijaanza safari. Kwa sababu hata nauli unajua chap inakuwa changamoto, nauli kubwa kutoka kule Mwanza. Nikasema Mungu, kama kitu ni ya uongo, naomba nisipate nauli kabisa. Yaani hata nipambane vipi, naomba nisipate nauli. Lakini kama yanayosemwa mtandaoni na nini kweli, mimi nipate nauli niende. Kweli nakwambia ndani ya siku moja nauli ishapatikana, nini kimepatikana, kila kitu. Nikasema basi hii itakuwa ni kweli. Mimi nikaja, nimefika hapa, nimepokelewa vizuri, utaratibu mzuri ndivyo ilivyo. Nikamshukuru Mungu. Kwa hiyo nikasema nijitume, yanayosema nifanye, nisije nika disappoint na nini, mtu umetoka mbali afu nafika unakuta unafanya vitu ambavyo sivyo. Hivyo. Story yako nzuri na inafundisha pia. Hongera sana na karibu sana Wadada Center. Asante. Wapo pia vijana wengi ambao pengine wakiona vitu mitandaoni kuna vitu vingi. Wapo watu wengi ambao ni kweli kwamba wapo watu wanaotapeli watu kwenye mitandao ya kijamii, lakini kwetu sisi tunazo official page zetu. Na ndio hiyo mojawapo ya kwanza ni Joyce Kiria official, nyingine Wadada Center, nyingine Piga Kazi. Hizi ndizo platforms zetu ambazo tunazitumia kuposti vitu vyetu, na hata hichi kipindi chako pia kitakuwa moja kati ya vipindi ambavyo vitapostiwa. Kwa hiyo ndio maana tunafanya hivi. Yaani ndio maana hata mwanzoni nikakwambia lengo haswa la kufanya haya tunayofanya. Unaona hata wewe japokuwa ulikuwa una mashaka na nini, lakini ulipokuja kuangalia video tofauti ukaanza kutengeneza ile imani kwamba hichi kitu kipo. Sasa wako pia maelfu ya watu ambao wakiona video yako na videos nyingine pia watajua kwamba hichi kitu ni serious na mambo tunayafanya sisi, ndio maana tunayaweka wazi kabisa. Yaani tunaweka kwenye jua, kwenye mwanga, ili kila mtu afanyaje aone. Nadhani umeona hata kuna video zingine hata mtu akifanya vibaya bado tuna post. Hiyo ni kuonyesha kwamba tuko serious. Kama mtu akifanya mambo yake ameamua kufanya yeye. Kwa hata wewe ukifanya vibaya pia tutaweka, kwa sababu utakuwa wewe ndio umeamua kufanya. Lakini mradi wetu sisi hatuhitaji mtu ambaye ni mzembe, ni mtovu wa nidhamu, asiyejitambua, asiyekuwa na malengo. Hapana, huyo mtu sisi hatumtaki. Umekaa hapa kwa muda, umehudhuria trainings, ndio? Haya, unaweza kutuambia kidogo labda kitu gani ambacho kwanza umefika mpaka leo unaweza kusema una utofauti gani kuanzia ulipokuja kabla hujapata training mpaka leo wakati ambao umeshapita kwenye trainings zetu? Kwanza kabisa kwenye swala la upande wa kazi tu. Na tuseme majukumu ya kila siku ya nyumbani. Ukiwa huko nje au ukiwa hujapitia mafunzo yani ya hapa na nini, unakuwa na fikra zako kichwani ambazo unakuwa unajiongozea tu mwenyewe. Na kama ingekuwa ukifika tu hapa haupewi training, unafika tu unapitiza kwenye kazi, ingekuwa ni changamoto, kwa sababu unaondoka na zile fikra zako, ukifika kule unafanya vibaya. Lakini nimefika hapa, nimefundishwa kuhusu malezi ya watoto, mapishi, lakini pia usafi. Kwa hiyo nime upgrade. Kwa mfano kwenye malezi umejifunza nini? Nimejifunza kwanza, ukiwa kwa bosi wako, umekuta kuna watoto wa rika tofauti. Kwanza kabisa ili uwalee wale watoto vizuri, kwanza uwafanye kama wakwako. Yaani uone kama hao ni watoto wangu mimi. Kwa hiyo mtoto akiwa wakwako, sidhani kama unaweza kumfanyia vitu vibaya. Uweze ukamlea vibaya, ukamtreat vibaya. Yaani ukimpenda ukamwona kama ni kama mwanangu. Unakuwa unajifikiria kama angekuwa mwanangu ningemfanyia hivi, au kama angekuwa mtoto wangu ningependa ni afanyiwe haya ndio mfanyia, ni kama ni vitu vibaya. Lakini ukimpenda kama mtoto wako lazima utamfanyia vizuri,
hakikisha chakula anapata vizuri, atakuwa msafi, yani utamfanya vitu tofauti tofauti. Yeah. Yani kuyachukulia majukumu ya mwajiri wako kama majukumu kama ya kwako. Ajira yoyote ambayo mtu anapata ili uweze kufanikiwa ni lazima uchukulie ile ajira kama ama ile biashara kama ni biashara ya kwako. Ajira of course ni ya kwako, lakini ile biashara ambayo unaifanya usitegemee tu kama mimi kwa sababu nimeajiriwa nasubiri tu pesa. Hapana, lazima uchukulie ile biashara kama ni ya kwako. Sasa sisi hivi kwenye kazi za ndani hatuongelei biashara. Tunaongelea watoto, tunaongelea usafi, tunaongelea mapishi. Kwa hiyo sasa vile vitu vyote ukijimilikisha ukasema kabisa hapa hichi ni kama cha kwangu, maana yake lazima ukifanye vizuri. Lakini pia ukiweka kusema kwamba kiwe kama cha kwako, sisi pia kwenye mtaala wetu tukaweka kabisa angalizo kwamba lazima kila kitu utakachokifanya ukifanye kulingana na maelekezo na matakwa ya mwajiri wako. Kwa sababu unaweza kusema nilichukulia kama cha kwangu, kumbe wewe kuna namna yako ambayo ungetaka kumlea mtoto wako. Sasa kuchukulia kama cha kwako haimaanishi kwamba ufanye kulingana na fikra zako. Inamaanisha kwamba ukijali kile kitu, ukipende, ukihudumie ama ukifanye kwa bidii, kwa juhudi, kwa mapenzi mazito. Lakini kwa maana ya maelekezo, maagizo yoyote yanapaswa kutoka kwa mwajiri. Kwenye usafi ukajifunza nini? Lakini pia kwenye usafi kwamba tunatakiwa kufanya usafi vizuri yani kwa mfano kama ni usafi wa nyumba, sawa ni unafuata kulingana na maelekezo ya bosi, lakini pia na yenyewe pia unatakiwa upende kama ingekuwa ni nyumba yako, sio unafanya tu ili mradi. Kufanya usafi vizuri ndio kufanyaje? Unazunguka. Kufanya usafi vizuri ndio kufanya. Yaani umejifunza nini kwenye usafi? Siniambie umejifunza kufanya usafi vizuri. Ndio kufanyaje kufanya usafi vizuri? Umejifunza kufanya usafi vizuri ndio vipi? Kuhakikisha maeneo yako safi, kama mfano maeneo ya jikoni yako unapika sehemu safi, wewe mwenyewe ukiwa msafi, yaani usafi wako kwanza binafsi. Kwa mfano kama unaandaa chakula, wewe mwenyewe kwanza uwe msafi kabla ya kuandaa kile chakula. Lakini pia maeneo unayopikia yawe masafi, vitu unavyopikia viwe visafi, ili na chakula chako kinapotoka kiwe kisafi. Sio unaenda kupika una majasho, una manini, unavyoandaa chakula kinakuwa hata kipendezi hivyo. Kingine kwenye usafi ni usafi binafsi na kwenye vyombo kingine. Lakini pia kwenye usafi wa nguo na nyumba unatakiwa kufanya pia kwa ubora. Nyumba unatakiwa iwe na muonekano mzuri, iwe na mpangilio vizuri. Sio unakuta hili limekaa hapa tu umesafisha, umeacha hapo, umesahau hapo. Kila kitu kinakuwa kwenye mpangilio vizuri na kisha kila kitu kimekaa, nguo zimefuliwa, zimetakata, zimekuwa nzuri, umefua kwa ubora. Ndio umeweza kuhusu usafi. Mbona hujasema umejifunza usafi wa siku, usafi wa wiki, usafi wa mwezi? Mbona uyaongelea hayo? Kwani unakuja kuomba level gani ya dada? Smart dada. Smart dada? Ndio. Huyo kuomba kama smart dada? Ndio. Okay. Kwa hiyo kama smart dada ukiambiwa ufanye usafi unadhani kwamba smart dada umekuja kuomba kama smart dada, kwa sababu hata traditional pia atafanya usafi, si ndio? Utofauti kati ya wewe na atakapofanya traditional dada unadhani ni upi? Yaani sasa tukamweka smart dada afanye usafi na traditional dada afanye usafi. Kwa mfano kwanza natakiwa nifanye ratiba ya usafi. Kuna ule usafi unaweza kuwepo ni usafi wa kila siku ambao unatakiwa kila siku ufanye, lakini unaweza ukatenga usafi mfano wa usafi wa kila siku. Kwa mfano usafi wa kila siku nyumba. Yaani labda sebuleni panatakiwa kufanya usafi wa kila siku. Hapo uweze kufanya leo ukaruka kesho ukaacha tena. Hapa natakiwa kufanya usafi kila siku. Lakini pia jikoni panatakiwa kufanya usafi kila siku. Maeneo ya toilet panatakiwa kufanya usafi kila siku. Ningeshangaa usingetaja tu. Yaani toilet ingetakuwa hiyo ya kwanza. Uweze ukaruka lazima pawe safi kila siku. Lakini hata sehemu tunapolala. Panatakiwa pawe pasafi, pana muonekano mzuri. Hapo uweze ukasafisha leo ukakaa pakapata vumbi hivyo. Usafi wa kila wiki. Usafi wa kila wiki. Angalau labda kwa wiki mara moja. Kitu gani ambacho unatakiwa labda angalau ukifanya kwa wiki mara moja? Tunapoongelea usafi wa kila wiki, naongelea nini? Usafi wa kila wiki, angalau mara moja au mara mbili mara moja mara mbili. Unaweza ukatenga labda nguo, ukafua labda mara mbili kwa wiki au mara tatu. Kila ukafanya juma ngapi. Kingine wewe friji utakuwa unafuta lini? Unasafisha lini friji? Unasafisha lini sijui feni? Unasafisha lini
Huo usafi huo unasafisha nini? Zile vumbi sio kutoa buibui kufanyaje unasafisha nini? Kwa mfano kama nani masuala ya buibui unaweza kwa sababu hayaonekani kila siku kwamba litakuja leo, ukisafisha leo unakaa, baada ya muda unaona imekuja tena unasafisha, baada ya siku 3. Sina maana nakwambia, yani hapo si nilichokuwa namaanisha ni usafi gani ambao, kwa sababu unasema kuna usafi wa kila siku, lakini huwezi ukasema kila siku utakuwa unatoa buibui. Yani nategemea uniambia labda kwa mfano buibui nitakuwa napita kutoa buibui labda mara 1 kwa wiki au mara 2 kwa wiki. Ndio hicho ninachokimaanisha. Wewe kwa hali yako ya kawaida tu, yani hicho kitu kwanza umekuja kuomba mshahara. Wewe unajua smart dada analipa shilingi ngapi? 3. Sasa alafu kwani usijue kwamba usafi ambao napaswa nifanye kwa wiki labda angalau kila wiki ni usafi gani? Kusafisha madirisha, sikusikia. Sijui kubadilisha mapazia, sijui kufanyaje. Si ndio vitu vyenyewe hivyo. Kwenye kupika umejifunza nini? Kupika pia nimejifunza kwanza, kabla ya kupika hiyo sehemu ndio hivyo unatakiwa uwe msafi mwenyewe binafsi, lakini pia sehemu ambayo unaandalia chakula iwe sehemu safi. Vitu ambavyo unavitumia kupikia, vyombo viwe visafi, ili chakula chenyewe kinapotoka kiwe kisafi. Lakini pia hata unapenda kuandaa chakula mezani pia unatakiwa uandae vizuri, sio unaweka tu. Umejifunza kuandaa chakula mezani hapa kwetu? Yaani namna ya kuandaa? Namna ya kuandaa meza. Umewahi kuandaa meza hapa ukiwa hapa kituoni? Hapana. Kwa nini? Wakati meza inaandaliwa, kwa nini hujataka kujifunza? Niliomba lakini sikupata nafasi. Lakini hiyo haitoshi kwa sababu ya wewe kutokufanya. Sababu kuomba tu afuka nyamaza. Huyo mwenyewe unataka kufundisha, unadhani atakuwa nakukumbuka wewe tu, hajapika, hajaandaa meza. Hapana, nilifuatilia, kana niambia usiku, baadaye sana niambia saa ngapi. Ndio hivyo, yani wewe kwa kufuatilia, yani mpaka leo, kwa sababu wewe umekaa kituoni siku ngapi? Nimekuja Alhamisi. Leo Jumatatu. Ni kama siku ngapi? Siku 5. Smartphone yako kwanza umekuja hapa na kutaka kujiengage kwenye kazi za ndani, umewahi kuitumia kutafuta material? Nimejifunza pia wewe jinsi ya kuandaa meza. Lakini pia nimejifunza mapishi ambayo ni sikuwahi kufundishwa. Yaani sikuwahi nimekuta wamejifunza, nimeangalia mtandaoni, nimejifunza. Na juzi tumejifunza kupika dagaa, si ulikuwepo wewe? Mbona hujasema hapo kama umefundishwa kupika dagaa? Kufundisha kupika bado hujaniweza kuandaa. Nimekuuliza kwenye kupika, umejifunza nini kwenye kupika? Tumejifunza kupika dagaa, lakini pia dagaa wa nazi, dagaa wazuri watamu, lakini pia tumejifunza kupika pilau tamu, tumejifunza kuandaa salad, nyama. Sasa yani mbona hivyo vitu uvisemi? Yani kwa hiyo mpaka nini nianze kukuuliza alafu umekuja kuomba level gani ya dada smart? Yani smart kwanza tunaangalia upeo wako. Ukiulizwa kitu tu chapo unaweza namna ya kukisikiliza, kukielewa na kukifanyia kazi. Mmoja wako hawezi kutumia nguvu kubwa kudili na wewe alafu unataka kulipe 300, itakuwa uongo, si ndio? Ndio. Sasa hivyo vitu vyote ambavyo wewe una struggle sasa hivi kuvisema, kuvitaja, kuviongea, kuvielezea, vipo kwenye mwongozo. Umepita kwenye training zetu kwa hizo siku, utaendelea kupita kwenye siku kadhaa, upangwe kazi, lakini huu mwongozo ndio utakao kuongoza wewe kufanya hizo kazi zako, kufuata miongozo yetu kwa mwaka mzima unapokuwa kazini. Huu mwongozo hapa. Kwa mtu yeyote ambaye yupo ndani ya mradi anaupata kwa shilingi 50 tu. Lakini kwa ninavyokuona wewe, kwa kweli kama unataka kulipwa hiyo mishahara ulokuja kuomba, haiwezi kuja hivi hivi kama miracle. Lazima uifanyie kazi. Njia pekee ya kuifanyia kazi, tuna huu mtaala, hakikisha unakuwa nao kopi yake ya huu mtaala kwa ajili ya kukusaidia wewe kujifunza vitu na kuvifanya vitu vyako kwa umakini. Yaani bado una struggle kwenye vitu vingi ambavyo nimekufanyia hapa content kukuuliza. Kwa hiyo hakikisha kwamba unajifunza sio tu kujifunza, unavifanyia kazi ambavyo unafundishwa. Ndio. Yaani kama unajiona kabisa wewe unasahau diary, si unayo, una notebook. Ndio nayo. Hiyo ni kitu, ni silaha yako nyingine, ni kitendea kazi. Hakikisha unayo, unaandika vitu vyako, unavifanyia kazi. My friend, 300 usiione tu 300 hivi inalipo kwenye kazi za ndani ukaikimbilia. Yaani hiyo inarudisha watu wengi sana hapa. Kwa sababu mtu anakuwa tayari kuna kitu ana expect kutoka kwa huyu dada ambaye anamlipa 300. Hauwezi ukawa tu dada simple tu unafanya vitu vyako kawaida tu ukategemea kulipwa 300. Kwa hiyo lazima upambane, lazima ufanye majukumu yako kwa bidii na kwa ubora ndio uweze kuzipata 300 ukafaidi, yani ukafaidi.
kwa sababu siku zote sisi tunawafundisha kwamba hakikisha unacholipwa kiwe ni sawa na unachokifanya, au unazidi hata kile ambacho, yani wewe unazidisha huduma yako izidi hata kile kiwango cha pesa. Ndio hata wewe mwenyewe utakuwa na amani na kuona kwamba kweli hapa anafanya kazi za watu vizuri. Na kwa kufanya hivyo Mungu anakubariki na uaminifu kwenye kazi. Wewe una mipango gani? Na mpango baada ya kupata mtaji nifungue saluni ya kwangu mwenyewe. Na kwanza nikasome ili niwe salonist mzuri. Lakini pia nisome mambo ya upambaji. Okay. Upambaji kwenye mashine. Yaani kifupi unataka ujikite kwenye urembo na decorations. Hivyo nikimaliza na kufungua saluni ya kwangu mwenyewe, lakini pia niwe na mtaji kwa ajili ya kufanya upambaji. Kwa hiyo umejipanga kufanya kazi na sisi kwa mkataba ya miaka mingapi? Au mikataba mingapi? Sijapanga kizachi ni miaka mingapi, lakini 2 years na. 2 years. Yeah. Okay. Sawa. Kwa hiyo sawa. Nimekuelewa vizuri. Kwa hiyo nadhani baada ya miaka 2 utakuwa umetimiza ndoto zako ambazo ulikuwa unazihitaji. Ndio. Na umejipangaje kwenda kwenye kazi? Kwamba hujaniambia umejipanga vipi? Kwa mfano ndio sasa umepangiwa eneo lako la kazi. Wewe unajipangaje kwenda kwenye eneo lako la kazi? Kwanza nimejipanga kwenda kufanya kazi vizuri kwa bidii. Kwanza nijitambue kwamba mimi ni nani, nimefika pale natakiwa nifanye nini na kwa sababu gani. Kwa sababu nikishajitambua mimi ni nani, nitajua natakiwa kufanya nini. Na nikishajua natakiwa kufanya nini, lazima nitafanya vizuri. Sitafanya tu ile bla bla na nini, lazima nitafanya vizuri kwa sababu najua nipo pale kwa sababu gani. Kwa hiyo nitafanya kazi kwa bidii, lakini pia nitahakikisha nazingatia ile niliyoelekezwa kwenye trainings na mafundisho mbalimbali. Nitahakikisha nazingatia na kuyafanya. Tena unazingatia. So usipozingatia unajua hasara zake. Utapoteza muda, utapoteza pesa zako, utapoteza, yani hatuwezi tukamvumilia mtu ambaye unaenda kulipwa pesa nyingi alafu bado usifanye kazi zako. Kwanza sisi vyeti vyako, kwa sababu wewe umesoma, najua. Ndio maana hata mwanzoni sasa wewe una degree, right? Unasoma degree ya nini? Ya sheria. Lakini sasa degree yako ya sheria, vyeti vyako vinakusaidia tu kuongeza pale ka status fulani kwenye levels, lakini ile degree yako ya sheria haiwezi kuosha vyombo. Haiwezi kupanga ratiba. Haiwezi kumuuliza bosi wako kwamba anahitaji kufanyiwa nini. Haiwezi kumheshimu bosi wako, si ndio? Kinachotakiwa kufanya hivyo vitu vyote ni wewe na mindset yako. Yaani wewe ndio unatakiwa ufanye. Cheti chako kiwepo tu pale kwa ajili ya kweli maarifa hayo ya kusaidia wewe kuboresha zaidi huduma ambayo unaenda kuifanya. Sababu sisi hicho cheti chako cha sheria pekee yake hakitoshi si kupeleka mshahara wa 300,000. Ndio maana kuna mtu hapa anakuja kuomba hadi mshahara wa 500,000 lakini anaisha kupelekwa traditional. Mwingine hata traditional yenyewe anakosa. Kwa hiyo ni lazima wewe utuonyeshe kwamba una uwezo wa kufikia viwango vyetu sisi vya kulipwa shilingi ngapi? Hiyo 300,000 uliyoiomba. Vinginevyo hiyo kazi yenyewe utafanyaje? Ya 300,000 utapangwa, my friend. Sawa? Sawa. Kwa hiyo ndio hivyo, tunaupambane. Na ikitokea hapo umepambana kutuonyesha, kwa sababu wengine tukiwapaga feedback kama hivi, anaenda kupambana kweli kuja kutuonyesha kama anaweza kupata 300,000. Alafu baada ya hapo ukienda kwenye eneo la kazi unaanza kuzuga. Utarudishwa, na ukirudishwa unapoteza dhamana, unapoteza muda, unakuja kuanza tena traditional. Yaani ujue kabisa, yani hiyo hatubabaishi. Tumenyooka hivi kama rula. Kama unavyoona kama ulivyotuona kwenye page. Ndio hivyo tupo. Sawa? Ndio. Kwa hiyo wewe kila laheri kwenye marekebisho, trainings pamoja na kazi ambayo utapanga. Sawa? Sawa. Asante sana, nikutakie jioni njema. Asante na wewe pia. Asante.